kupokea kwa heshima kubwa na kuunga mkono hotuba ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, aliyeitoa katika uzinduzi wa Bunge la 13 jijini Dodoma tarehe 14 Novemba 2025. Tunaunga mkono mchakato wa maridhiano ya kitaifa uliopendekezwa na Mheshimiwa Rais. Tuko tayari kushiriki na kuchangia kikamilifu kwa kuwa tunaamini kwa dhati kuwa maridhiano ni sehemu ya maadili ya dini yetu ya Kiislamu kama inavyosomeka katika Qur'ani, فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. Hii ipo katika sura Al-Hujurat aya 9. Fanyeni suluhu baina yenu kwa haki na uadilifu, hakika Allah subhanahu wa ta'ala anawapenda watu waadilifu. Jambo la 4, msingi wa maridhiano hayo lazima ujikite kwenye uadilifu na dhamira njema, na sio juu ya vurugu la muda mfupi au mashinikizo ya kisiasa au wanaharakati. Tuko tayari kuwa daraja ya kuunganisha Watanzania kufikia suluhu hiyo. Tunawaagiza Waislamu wote katika misikiti yao, madrasa zao, zawia zao, vyuo vyao na katika kila mkusanyiko wao na kila mmoja wetu katika ibada zake kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala arejeshe na kuidumisha amani yetu iliyotetereka, kama Qur'ani inasema, qul man ya'bud bikum rabbi lawla du'a'ukum faqad kadhabtum fasawfa yakunu lizama. Hii itaipata katika sura Al-Furqan aya 77. Sema, ewe Muhammad, Mola wangu hana haja ya kunipeleka kwenu, hawajali hali ya kuwa ninyi hamuombe. Tunawanasihi viongozi na Waislamu wote kuepuka kauli za matamshi ambayo yanachochea na kuhamasisha mpasuko katika jamii. Mheshimiwa Mufti anatoa rai tutumie maneno ya kauli za kujenga na kuleta umoja na kuwa daraja kati ya Waislamu na baina yetu na Watanzania wengine wasiokuwa Waislamu. Tanzania ndiyo nchi yetu, hatuna nyingine. Tuinusuru amani yetu isijaribiwe au isichezewe. Sisi taasisi za Islam tunalinda amani hiyo kwa gharama yoyote, au sisi taasisi za Islam tutalinda amani hiyo kwa gharama yoyote. Tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atukubalie itikafu yetu, atuondoshie fitna, atuunganishe mioyo yote na Watanzania wote, atuongoze katika maamuzi ya heri yanayoletea taifa letu mustakabali mwema. Kwa niaba ya Baraza Kuu la Waislamu katika Kenya na kwa niaba ya taasisi ya riadha Lamu Kenya, tawaombea usiku na mchana, kwa sababu sisi twajua maafa ya vita. Sisi twajua njama za watu wa kuhujumu amani, hatari yake ni nini. Kwa hivyo twaomba, na hakuna wa kuombwa, na yeye anatuambia ad'uni astajib lakum, niombeni nitawajibu. Na yeye awajua dhamiri ya watu hao. Tumuombeni Mwenyezi Mungu, tumwambie kila ajaye na shari waijua. Wewe ndio ujuaye dhamiri, ivunde dhamiri yake. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.